Ujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa Tosi TV Network. Na leo tena upo nami Baraka Tosi nikiwa naye bwana David Mungara, na tupo katika somo la 5 ambalo lina kichwa kinachosema mataifa sehemu ya pili. Na kabla hatujaendelea kabisa, hebu tupate ombi. Mr. Mungara, karibu. Basi tuombe. Tunakushukuru Baba yetu na Mungu wetu kwa nafasi nyingine tena katika siku ya leo. Tunapoenda kuangazia katika somo hili la 5, mataifa sehemu ya pili, tunakualika uwe pamoja nasi. Tufundishe sote kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu tunaomba. Amina. Amina. Fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Zaburi 46 fungu la 10. Nalo limeandikwaje bwana David? Biblia inasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi. Semani, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Asante. Kwa karne nyingi sasa na kwa miaka mingi imepita, watu wamekuwa wakiamini kwamba Mungu alikuwa amepanga au alikuwa amelenga kwamba watu wake waje kuanguka, na wanadai kwamba lengo lake Mungu lilikuwa limepanga kwamba watu waingie katika shida kwa sababu alijua kwamba wataasi. Na kama alijua kwamba wataasi, kitendo cha kuruhusu waendelee na uasi huo siku moja, basi alikuwa anaelewa kabisa na amelenga kabisa watu waje waanguke. Lakini hakukuwa na namna yoyote ambayo Mungu angeweza kufuta mawazo yao hayo zaidi ya kudhihirisha upendo wake mkubwa kwa kumtoa mwanaye wa pekee pale msalabani. Na kwa kweli kuamini kwamba Mungu alikuwa amepanga watu waanguke ni kuwa na mawazo yanayohuzunisha sana juu ya tabia ya Mungu. Na kwa kweli juma hili tutaangalia kweli zaidi, na tutaangalia namna gani ambavyo wanadamu wamekuwa wakidumisha mawazo haya na namna ambavyo Mungu amedhihirisha upendo wake kwa ajili ya watu wake kwa kuonyesha tabia yake ya kweli, na kwamba mawazo ya Mungu siku zote yalikuwa ni kwamba mwanadamu aishi kwa furaha, upendo, amani na utulivu wa moyo. Basi karibu katika juma hili tuangalie katika mada kadha wa kadha, na tutakuwa na mada ya kwanza ambayo inasema amri ya kwanza kabisa, lakini pia tutakuwa na mada nyingine ambayo inasema Daniel 2. Hapa tutaangalia kinaganaga juu ya Daniel 2, lakini baadaye tutaangalia Daniel 7, na hatimaye tutaangalia kati ya ardhi na bahari, na mada ya mwisho kabisa tutaangalia toa unabii tena. Tukianza na mada ya kwanza kabisa ambayo inasema amri ya kwanza kabisa. Hapa tunaiona amri ya kwanza kabisa inayowekwa kwa wanadamu baada ya wao kuumbwa, na hii amri ilikuwa ni ya kwamba wasile matunda ya ule mti wa mema na mabaya. Na hapa tunaona maagizo ambayo Mungu anayatoa kwa ajili ya watu wake, yani Adam na Hawa, mwanzo kabisa wakiwa chini ya uangalizi wake kama watoto wa thamani kabisa kwake. Chochote walichokuwa wakihitaji, Mungu alikuwa yupo pamoja nao na yupo kwa ajili ya kuwapatia, lakini tunaona wanakuja kuasi. Kwa lugha nyingine ni kwamba hakuna kitu chochote cha upungufu ambacho kilikuwa kinapatikana kwao, lakini kutokana na uwepo wa vitu vyote hivyo na kutokuwa na upungufu wote, waliamua kuhitaji zaidi na kuamua kuingia katika uasi. Kwa kweli hili linasikitisha sana. Na tunaona kabisa amri ya kwanza kabisa ambayo Mungu anaitoa kwa ajili ya watu wake inavunjwa na hatimaye uasi kuingia. Mr. Mungara, karibu katika hii mada ya kwanza, amri ya kwanza kabisa. Asante. Kama ambavyo umeisha kuzungumza, bustani ya Eden ilikuwa ni darasa au ni shule kwa wazazi wetu wa kwanza. Mungu alikusudia kuufundisha ulimwengu kupitia viumbe asili na vile vyote ambavyo vilionekana katika bustani ile ya Eden. Mungu aliwapatia maagizo ya kufanya na aliwaamuru kutokufanya mengineyo. Kwa mfano, aliwaambia waweze kuilima bustani na kuitunza. Aliwaagiza kuwapatia wanyama majina, na
Lakini mwisho wa siku aliwaambia katikati ya bustani ya Edeni kuna miti pale, na mti mmoja wapo ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na hapo aliwaamuru akiwaambia wasile matunda ya mti ule. Lakini kitu ambacho kinaonekana kwa wazazi wetu wa kwanza hawa ni tamaa ya maarifa. Hawa wazazi walitamani kuwa na maarifa zaidi juu ya kile ambacho walinyimwa kuweza kukifanya. Na jambo ambalo ndio linautesa ulimwengu hata siku ya leo ni kutamani kujua zaidi. Changamoto sasa inayokuja ni kwamba wanatamani kujua zaidi yale ambayo ni ya uasi na sio yale ya mema. Mungu anatuambia kwamba ni heri kama tukimfahamu yeye. Na Biblia yenyewe iko wazi kabisa, inasema kitu ambacho mwanadamu anachopaswa kujisifu kwacho ni kwamba amemjua nani? Amemjua Mungu, ya kwamba yeye Mungu ni wa haki na yeye anapenda fadhili na mambo yanayofanana na hayo. Lakini sasa anawaambia mtakapokuwa mmetoa ili tunda na kulila, kitakachotokea ni umauti. Jambo ambalo hawa ndugu waliona ya kwamba wao kwao inaweza ikawa ni fursa ya kujua zaidi. Walitamani kuweza kufahamu zaidi. Katika ulimwengu wa leo, matamanio ya namna hii yameutesa ulimwengu. Watu wanatamani kujua nini kitatukia baada ya hapo. Wanafanya predictions, wanafanya utabiri ambazo hazifanani au haziendani na makusudio ya Mungu, na wanatamani waendelee kujua kule ng'ambo kuna nini, kule ng'ambo kuna nini. Mwisho wake ndipo sasa inakuja utawala ambao Mungu hakukusudia. Wanadamu wanapoteza nafasi yao kwenye macho ya Mungu, na wanapopoteza nafasi yao kwenye macho ya Mungu wanajichukulia utawala. Wanapojichukulia utawala, kinachotokea baadaye ni uasi ambao tumejifunza pia katika juma lililopita. Uasi ulitokana na namna gani? Jambo ambalo limesababisha sana ni kutamani kujua zaidi. Na kutamani kujua zaidi imegusiwa pia hata kwenye amri 10 za Mungu. Leo tuna amri, nitolee mfano, usizini. Amri ya usizini inawakumba wengi katika mlolongo huo, hasa vijana, kwa sababu wanatamani kujua hivi kwenye hiki kitu ambacho tunaambiwa tusikiguse kuna nini mle ndani. Kwa nini tunaambiwa tusifanye hivyo? Hata watoto, unajua, ukitaka kumzuilia mtoto asifanye kitu, wewe mwambie tu vyote unaweza ukatumia. Lakini unapomwambia tu unaweza ukatumia hiki na hiki usiguse, kile ambacho umemwambia usiguse, hicho ndio anachotaka kukijua. Humo ndani kuna nini? Kwa nini nimeambiwa nisiguse? Na wakati usio kama mtoto ana njaa, unaweza ukawa umempatia chakula, lakini unapomwambia tu hiki usiguse, anatamani sasa huku kuna nini? Huenda huku mama amenipa dagaa leo, alafu huku akaficha nyama, ngoja nikajue huko kuna nini. Tamaa ya kujua zaidi imepelekea kuvunja amri 10 za Mungu ambazo pia tunaziona katika kitabu kile cha Kutoka. Tunatamani kufahamu yale ambayo yako nje ya upeo wa macho yetu. Mungu anaposema usifanye kitu fulani, usiende hivi, anakuwa anajua mbali zaidi ya pale ambapo sisi tunafikiri. Ni afadhali kama tukimtii Mungu na kuacha kuwa na tamaa hizi za kujua zaidi. Asante sana Bwana David. Umenikumbusha katika kisa fulani ambacho nimewahi kukisikia. Hiki ni kisa ambacho mama alikuwa na mwanae, na huyu mama alikuwa kila siku anamfundisha mwanae juu ya neno la Mungu. Na akamweleza juu ya kisa cha Adam na Hawa. Na akamwambia kwamba kutokana na kukula tunda, basi Adam na Hawa wakaruhusu dhambi iingie ulimwenguni. Kwa hiyo huyu mtoto akakuza chuki dhidi ya Adam na Hawa sana. Kila siku alipokuwa akikutana na mama, anamwambia ni mimi Adam na Hawa nawachukia sana. Yani anaeleza habari za chuki dhidi ya Adam na Hawa kwa sababu wameruhusu dhambi kuingia, na yeye alichokuwa analalamikia sana ni kuamka mapema kwenda shule. Sema kama Adam na Hawa wasingefanya dhambi, nisingekuwa naenda asubuhi, naamka mapema kabisa ili nipeleke shule. Sasa siku moja mama akaamua afanye kitu. Akasema sasa hii chuki ya mwanangu imekuwa ni kubwa sana, inabidi nifanye kitu kwa ajili ya huyu mwanangu. Siku moja akamwambia mwanae kwamba mwanangu, nahitaji kusafiri na nitakaa kama siku 3 mbali kabisa na hapa, lakini ninakuachia kikapu fulani ambacho nimekiweka kwenye chumba fulani. Naomba usikifungue, usikiguse. Basi mama akaondoka.
mwanaye amesisitizwa sana asiguse hicho kikapu. Siku ya kwanza ikapita, huyo mtoto amevumilia. Siku ya pili ikapita. Siku ya 3 ikapita. Sasa siku ile ya 4, ile ya 3 kuamkia ya 4, ambapo mama ndipo anakuja, uvumilivu ukamshinda. Akasema nitafungua kidogo tu niangalie kuna nini, alafu nitafunga. Basi akaenda, lakini roho ikawa inamwambia ila uache. Akasubiri tena. Lakini baadaye akasema ngoja tu niangalie. Akaenda akafungua. Alipojaribu tu kufungua, kumbe mama alikuwa ametegesha vizuri kabisa. Alivyofungua kulikuwa na kapanya, kakaruka, kakakimbia. Kakaondoka. Sasa mamake akarudi. Mamake alivyorudi tu akaona kuna namna ambayo sio nzuri ya huyu mwanangu, kwa sababu akaona namna ambavyo anamlaki, namna ambavyo anamsalimia, akasema hapa kuna kitu. Akamwambia, je, hukufungua kile kikapu cha kikapu? Mwanaye akasema nilijaribu tu kidogo nikafungua, kikatoka kilichokuwemo. Mama yake akamwambia ndivyo ilivyo kwa Adam na Hawa. Hata kwa Adam na Hawa ilikuwa hivyo hivyo. Walivumilia, lakini uvumilivu ukawashinda. Kwa hiyo akamsisitiza kwamba hauna haja ya kuwa na chuki dhidi ya Adam na Hawa, lakini kuomba rehema kwa Mungu, na kwamba kwa kupitia rehema yake basi utapata nini? Utapata kuwa na ushindi. Unaposoma Daniel 2, bwana David Mungara, tunaelezwa juu ya tawala mbalimbali kuanzia Babeli na kuendelea. Na hapa tunaona namna ambavyo Mungu anadhihirisha uhusiano wa ufalme wa Mungu na watu wake. Kivipi? Tunaambiwa kwamba Babeli inapita, lakini unakuja ufalme mwingine, Umedi na Wajemi, lakini unakuja Uyunani, unakuja Rumi, lakini tawala 10. Hatimaye tunakuja kuona jiwe linakuja na kuiponda sanamu. Hii inadhihirisha kwamba hata katika mapito yote ambayo watu wanaweza wakayapitia, falme mbalimbali ambazo wanadamu watazipitia, bado Mungu yupo katika kuwatazama watu wake, na hatimaye atakuja kusimika ufalme wake. Hapa kuna maelezo mengi ya kiunabii, na naamini Mr. David atatupitisha kinaganaga katika hilo. Karibu. Asante. Katika kitabu kile cha Daniel sura ya 2, bila shaka tunafahamu tulio wengi ya kwamba hapa kuna njozi inaonekana, na hii njozi anaipewa na anaipatiwa huyu ni mfalme mwenyewe Nebukadneza. Yeye akiwa amelala kwenye kitanda chake aliona njozi, na njozi ilikuja kwake kwa mfumo na muundo ambao ingekuwa rahisi yeye kuelewa na kuweza kufahamu, kwa sababu katika himaya ya Babeli kwa wakati ule walikuwa ni waabudu wa sanamu. Na hivyo Mungu anapomletea huyu mfalme ujumbe utokao kwake, anaupeleka kwa namna ambayo itakuwa rahisi huyu kuelewa, kwa sababu angeletewa namna nyingine huenda asingeelewa. Na analetewa njozi akiwa amelala kitandani. Sanamu kubwa imesimama, na ile sanamu imetengenezwa kwa madini kadha wa kadha. Kichwani ni dhahabu, alafu baadaye kifua ni fedha, kifua na mikono fedha, alafu baadaye shaba hapo kwenye kiuno, na baadaye tunaona chuma, na kule kwenye miguu, vidole na nyayo ni chuma kilichochanganyikana na udongo. Kwa wale ambao wanafahamu vizuri kabisa, utatambua ya kwamba haya ni madini ya namna mbalimbali. Ni madini ya metali, na tukiwa na madini yenye thamani kubwa juu, kadri unavyoshuka thamani inafanya nini? Inapungua. Kwa hivyo Mungu alipomuonyesha Nebukadneza, alimwambia kwamba thamani yako kwa sasa mbele za Mungu ni kubwa. Yani kwa wakati ule Nebukadneza alikuwa na thamani kubwa mbele za Mungu. Utagundua ya kwamba katika kitabu cha Daniel sura, unajua tunaenda na Babeli hadi sura ya 5 ya kitabu cha Daniel, Nebukadneza anaitwa hata rafiki wa Mungu. Ni mtu ambaye alikuwa na thamani mbele za Mungu kuliko
watawala wengine. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli alikuwa ni muabudu sanamu, lakini alikuwa ana hofu ya Mungu. Ni tofauti na tawala nyingine zilizofuata. Kwa hivyo kwa Mungu, Babeli ilikuwa na thamani kuliko ufalme ule wa fedha ambao ni ufalme wa Umedi na Uajemi. Lakini kadri siku zilivyozidi kwenda, thamani ya Umedi na Uajemi nayo ilizidi kupungua, hata ikaja wakati wa ufalme wa Shaba, ufalme wa Yunani, thamani ikazidi kupungua. Wakati wa Rumi, thamani nayo ilizidi kupungua, na mwisho sasa katika tawala zile 10 zilizogawanyika, thamani ilizidi kupungua. Hata hivyo, ukiachana na upande wa nyayo, nguvu inaongezeka ukipanda, nguvu inapungua ukipanda juu. Kwa maana ya kwamba chuma kina nguvu kuliko shaba, shaba ina nguvu kuliko fedha, na fedha ina nguvu kuliko dhahabu. Kwa hivyo nguvu ya kidiplomasia, nguvu ya kiaskari wa jeshi ilikuwa ni kubwa kadri unavyozidi kwenda chini, lakini mbele za Mungu thamani inafanya nini? Inapungua. Ilikuwa inapungua. Maana yake ni nini? Kadri siku zinavyozidi kwenda, tunapoukaribia ufalme wa Mungu, thamani ya watu mbele za Mungu itazidi kupunguzwa, kwa sababu tu ya kile ambacho tumekiona kwenye amri, ile katazo la kwanza au amri ya kwanza kabisa, ya kwamba kutamani kujua zaidi. Hicho ndicho ambacho kinautafuna ulimwengu hata leo. Dhambi imezidi kuongezeka, na dhambi inavyozidi kuongezeka, thamani ya Mungu inapungua machoni pa watu. Utagundua kwamba leo wapo watu ambao wanakana kabisa ya kwamba hakuna Mungu. Wapo watu ambao wanakana kabisa ya kwamba Yesu hakufa msalabani. Wapo watu ambao wanakana kabisa nguvu na uwezo wa Mungu. Hii inaonyesha ni namna gani ambavyo thamani ya Mungu kwao inaonekana kuwa imepungua. Lakini hata hivyo, dhambi imezidi kutafuna ulimwengu kulingana na tawala za kidunia. Hata sasa yapo mataifa ambayo yamekataa kabisa kuamini ya kwamba kuna Yesu ambaye alikufa msalabani. Yapo mataifa ambayo yamekataa kabisa kuamini ya kwamba yuko Mungu anayeweza yote. Wameishia kuweka akili na maarifa na uweza wao wote na tumaini kwa wanadamu ambao ni viongozi wao, wakiamini ya kwamba hao tu ndio wenye msaada kwao. Habari ya utawala wa kidunia hii pasipokuwa na Mungu, rafiki yangu, ni sawasawa na bure kabisa. Tumeona wapo watu ambao tumeona akina Darwin na pamoja na Martin Luther Jr. wamezungumza pale mambo ambayo yanaonyesha ni namna gani ambavyo thamani ya Mungu inazidi kupungua. Katika vita ya pili ya dunia, Martin aliandika, kama sijasahau, ameandika ya kwamba tumetengeneza makombora na tumeyaelekeza vizuri, lakini tumewasahau wanadamu kuwaelekeza katika sehemu ambayo ni sahihi. Hiki ndicho ambacho bado kinaendelea kuutafuna ulimwengu, na hii ni ile tamaa tu ya kuwa na kiongozi mtawala ambaye ni binadamu na sio Mungu. Kitendo cha kumkataa Mungu kwenye maisha yetu ni kitendo ambacho kinatupeleka mbali zaidi, na mwisho wake kitatupeleka katika uangamivu. Ni afadhali na heri kama tungeacha Mungu awe ndiye mtawala, kwa sababu ulimwengu leo umegawanyika. Kila mtu ana imani yake, kila mtu ana yake anayoyafanya, na mwisho wa siku hakuna kuungana. Kusipokuwa na kuungana, Yesu ndipo anakuja hapo kushughulika na watu wake. Asante sana. Nashukuru sana Bwana David Mungaro. Katika Daniel 7 tunaona kile ambacho Nebukadneza anakiona katika Daniel 2. Lakini maelezo yake yanaelezwa vizuri kabisa kwa nabii Mwebrania Daniel. Na maelezo yake yanaelezwa vizuri juu ya namna wanyama wanavyoibuka kutoka katika bahari. Ikimaanisha kutoka katika eneo la mataifa. Yani manake ufalme unaibuka kutoka katika mataifa. Eneo lenye watu wengi, lenye changamoto mbalimbali, mawimbi ya maji nini, ikimaanisha imani tofauti, mawazo tofauti walionayo watu wa mataifa. Na hizi falme zinaibuka, na tunaona inaanza Babeli, lakini inakuja Wamedi na Wajemi, unakuja Uyunani, lakini inakuja Rumi, na hatimaye yanakuja mataifa 10. Lakini pia jambo lingine hapa ambalo tunaona namna ambavyo Mungu anadhihirisha
atakavyozidi kubaki na watu wake katika kipindi chote ambacho wafalme hao watapita. Na Daniel anaelezewa vizuri kabisa na namna ambavyo malaika anamueleza juu ya namna ambavyo Mungu atadumu kusimama kwa ajili ya watu wake. Mr. David Mungara, karibu. Asante. Katika Daniel 7, jambo jingine la kuzungumzia ni kwamba kinachofanya wanyama wanatokea baharini. Unaposoma ile Daniel 7:1-3, Biblia inasema ya kwamba Daniel alikuwa amesimama kando ya bahari, alafu akaona pepo za nguvu zikitokea mbinguni au angani na kupiga kwenye bahari. Alafu sasa ndipo wale wanyama wanafanya nini? Wanaibuka. Kwa lugha ya kiunabii hapa ni kwamba kunaonekana vita, maana pepo, mawimbi ni vita au misukosuko ya kiserikali. Kwa hiyo inatokea kwanza vita hapa, ndipo mnyama mmoja anaibuka. Kwa lugha nyepesi ni kwamba ili mnyama mmoja aibuke, ukiachana tu na mnyama wa Babeli ambaye wakati huo ndio utawala upo, wanyama wengine hawa ni vita. Kwa hiyo utaona ya kwamba ili Babeli aanguke, ashike Medi na Mwajemi, ilitokea vita pale. Ndipo ule ukuta ulipo maji yalipochepushwa kwenye ukuta, watu wakaingia. Ili Medi na Mwajemi aweze kuondolewa, utamuona pale Alexander the Great akimpiga Medi na Mwajemi na kumwangusha. Ndipo yeye anafanya nini? Anashika madaraka. Lakini baadaye unaona ya kwamba huyu Alexander the Great anaanguka, anakufa mwenyewe, majemedari wake wanne wanagawana, na baadaye Rumi anapata nafasi ya kumpiga na kuingia katikati. Kwa hivyo tunachokiona ni kwamba ili mataifa ya duniani yaweze kushika utawala, inahitaji nguvu. Inahitaji nguvu za kivita, inahitajika nguvu za kiserikali, inahitajika nguvu za silaha kubwa kubwa. Hata leo ili taifa fulani lianguke, lazima vita inaonekana kuwa imepigana. Kwa hivyo vita vimeendelea kuwepo tangu enzi za Babeli, enzi za Daniel, hata sasa vita inaendelea. Wa mataifa wengi wameingia katika vita kwa sababu ya ulimwengu unapoelekeza. Lakini hata hivyo ni kugusie kitu kimoja. Unaweza ukagundua ya kwamba baada tu ya kumkataa Mungu, ndipo sasa akina Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego na wenzake walitolewa kutoka katika nchi ya Israeli kupelekwa utumwani. Kwa nini? Kwa sababu walishafanana na wa mataifa. Utashangaa kwa nini Danieli mtu mwema kabisa, Shadrach mtu mwema, Abednego mtu mwema kabisa, na wengineo ni watu wema kabisa. Kwa nini wanaingia huko? Ni kwa sababu kwa wakati ule Israeli ilifanana na watu wa mataifa. Na kwa sababu mmefanana na watu wa mataifa na mnakaa katika nchi ambayo sio ya wa mataifa, Mungu akasema sasa nendeni mkaishi na wale ambao mmefanya nini? Mmefanana nao au mmewachagua. Kuna msemo unasema ya kwamba ndege wafananao ndio wanaoruka kwa namna gani? Kwa pamoja. Kwa hivyo kama hao Waisraeli wamejichanganya na ulimwengu, wamefanana na wa mataifa, hawezi kuruka pamoja na watu ambao ni watu nini? Wasio wa mataifa. Wakapelekwa sehemu ya wa mataifa, na huko ndiko kilicho wakuta. Lakini hatimaye pamoja na kuwa wamepelekwa kule, bado Mungu anaonyesha rehema yake kwa watu hawa. Ndipo tunamuona Danieli aliye mwema kabisa, mwaminifu, mtu aliyemcha Mungu wa mbinguni, anaonekana kwenye kitabu hiki cha Daniel. Hii inatuambia kwamba pamoja na kwamba ulimwengu huu ni mchafu, pamoja na kwamba ulimwenguni hapo kuna watu wengi ambao wamemkataa Mungu, katikati ya hao wengi waliomkataa Mungu kwenye mataifa haya, wapo watu ambao wanamfahamu Mungu wa mbinguni, na wapo watu ambao wanamcha Mungu wa mbinguni, na hao Mungu bado anawatafuta, na saa inakuja ambayo wataingia katika zizi lake. Tusitishwe na pepo zinazovuma katika ulimwengu, tusitishwe na vita vinavyoendelea katika ulimwengu. Haya yote yanatafuta jambo moja tu, ya kwamba sasa saa ya Bwana ifike na watu wa Mungu waweze kuitwa kwa pendo lake Yesu Kristo, ambaye alikufa msalabani ili sote tuweze kuokolewa. Vita vipo, vitaendelea kuwepo, mataifa yapo, yataendelea kuwepo, lakini wale ambao watamcha Mungu wa mbinguni na kuuchukia uovu, hao Bwana anawaahidia wokovu na tumaini katika ulimwengu ule ujao. Asante sana Bwana David Mungara. Lakini nashukuru kwa maelezo hayo kuntu ambayo umeyaeleza. Na kimsingi
Mungu alitegemea watu wake waishi kwa amani. Na kama ulivyoeleza kabisa kwamba katika historia nzima ya watu wa Mungu, ya historia ya dunia, tumekuwa tukiona watawala mmoja baada ya mwingine. Na mmoja anakuwa bora kuliko mwingine, mmoja anakuwa dhaifu kuliko mwingine. Falme zinakuja ambazo moja inakuwa bora kuliko nyingine, yenye nguvu kuliko nyingine, kama ulivyokwisha kusema hapa. Falme kadhaa hizo, Yunani, Babeli, Medi na Wajemi, kadhalika. Wote hao walikuwa wanapigana na kupokezana vijiti kwa njia ya vita. Na hii ndivyo inavyotokea pale ambapo watu wanapochagua kufuata matakwa yao wenyewe. Mungu hakupanga wafalme wawe wanapigana vita. Mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, kama nilivyokwisha kusema hapo mwanzo, na hata juma lililopita katika somo letu tulisema mpango wa Mungu ni kwamba watu waishi kwa upendo, kwa amani na kwa kuheshimiana. Lakini pale ambapo wanadamu wanapoamua kuchagua matakwa yao wenyewe, waongozwe kama wao wanavyopenda wenyewe, Mungu huwa anawaacha na kuwaacha waendelee na vile ambavyo wanatamani. Ukisoma katika kile kitabu cha, nadhani ni Samueli wa kwanza 8 fungu la 4 hadi la 4 mpaka 18 kuendelea hapo. Mungu alitoa maelezo na akawaeleza kabisa kwamba kama wataamua waongozwe na wafalme, wafalme watawafanyia hiki na hiki na hiki. Watawashika watoto wao, watawafanya wawe watumwa, na vita vitakuwepo. Lakini wao waliamua kuchagua, na haya yote, hata kupokezana kwa huu utawala, kunadhihirisha ukweli na uhalisia wa kile ambacho wao walikuwa wamekitazamia. Mungu ana mategemeo makubwa kwetu, lakini pale ambapo tunaamua kufuata matakwa yetu wenyewe, tunapoamua kufuata kile ambacho tunakipenda sisi wenyewe, basi Mungu huwa anatuacha tufuate nia zetu, ambazo siku zote nia zetu zinazoongozwa na nafsi zetu wenyewe zinaongoza katika upotevu. Mada nyingine inasema katika ardhi na bahari. Katika ardhi na bahari. Katika ardhi na bahari ni mada kubwa na ni mada tata sana. Na hasa unaposoma katika kitabu cha Ufunuo, unaposoma kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 15 na la 16, hapa nitalisoma. Neno la Mungu limeandikwa kama ifuatavyo: Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya huyo mwanamke maji kama mto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza mto ule aliyoutoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Sasa hapa kuna vitu viwili ambavyo vinaongelewa, na moja ni nchi, lakini mbili ni bahari. Na tunapoongelea nchi tunamaanisha katika ardhi, lakini pia tunapoongelea bahari tunamaanisha sehemu yenye maji mengi kama ilivyo kawaida bahari. Na natamani nisome hapa nukuu fupi ambayo mwandishi wa lesoni hii amejaribu kuiweka, akieleza vizuri juu ya haya mambo mawili. Anasema, katika mawazo haya, nchi ni mahali patulivu palipojengwa juu ya serikali ya Mungu, bali inawakilisha ghasia iliyo na utulivu wa mataifa, iliyojengwa juu ya kiburi cha wanadamu. Na hapa tunaona kabisa nyoka anatumia maji kumwangamiza mwanamke. Tunaona anatoa maji katika kinywa chake kama maji, kama mto, lakini tunaona nchi, yani ardhi, inamwokoa huyu mwanamke, yani nchi ikimaanisha palipojengeka juu ya serikali ya Mungu. Na kwa kawaida tunafahamu kabisa nchi na bahari, ratio yake iko tofauti kubwa sana. Nchi ni ndogo sana ukilinganisha na wingi wa bahari iliyopo. Na siku zote wale wanaosimama kwa ajili ya Mungu ni wachache kuliko mataifa na sehemu yenye ghasia
iliyopo. Karibu Bwana David Mungara, utuambie dhima na nini ambacho tunatoka nacho katika somo hili la katikati ya ardhi na bahari. Karibu. Asante. Kwenye somo hili la katikati ya nchi na ardhi ambavyo umesoma katika Ufunuo hiyo 12, 15 na 16, nafikiri kuendelea hapo chini mpaka 19, Biblia inatupatia vitu vikubwa vitatu ambavyo tuna nchi, tuna bahari, lakini pia tuna nyoka. Kingine ni mwanamke, ambaye huyu mwanamke pia alikuwa katika hali ya kutaka kuzaa. Huyu nyoka sio mwingine, ni yule ambaye anatajwa katika Ufunuo 12:7 kwenda 9, ambaye ndio yule ibilisi, nyoka wa zamani, ambaye pia ni shetani. Lakini huyu mwanamke, lugha inayotumika hapa ni kanisa katika kitabu cha Wakorintho wa pili 11 fungu la 2, ambapo Paulo anasema ya kwamba anatuonea wivu wa Mungu kwa sababu alituposea Kristo ili amlete Kristo aliye bikira safi. Maana yake kanisa limefananishwa na mwanamke. Lakini pia tunayo nchi, na nchi hii ni eneo ambayo ina watu wachache, nchi eneo ambayo ni tulivu kama ambavyo umeisha kusema. Lakini bahari ni sehemu yenye watu wengi, ambayo pia inagasia kwa sababu baharini kuna mawimbi, kuna upepo, mambo yanayofanana na hayo. Kwa hivyo huyu nyoka anatoa maji ambayo haya maji ni dhoruba, ni vita, ni changamoto kwa huyu mwanamke. Maana yake ni kwamba huyu mwanamke anapokutana na yale maji, huyu mwanamke bila shaka atazama na atakufa kwa maji. Kwa maana hiyo sasa tunaelekezwa katika unabii ambao ni unabii wa pekee sana, ambapo masalia ambao ni kanisa la Mungu, ili masalia waliokuwa wamesalia katika ulimwengu, waliokuwa akishika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu, walipitia katika hali ya dhoruba hii ambayo ilikuwa ni kuuawa, ni kuteswa, ambayo ndio yale maji sasa, kupigwa na vita vya hapa na pale. Sasa kilichotokea ni nini walipokuwa kutana na hali hiyo? Kilichotokea ndipo nchi ikafungua kinywa chake. Nchi iliyofungua kinywa chake ni nchi gani? Ni nchi ambayo wengi tunaifahamu kabisa katika kitabu cha Ufunuo, ni nchi ya Marekani, ambayo ndio ilikuwa ni eneo la makimbilio kwa wale ambao walikuwa wakifukuzwa na kuteswa kwa sababu ya dini. Hapo mwanzo nchi ya Marekani ilianza kama nchi ambayo haijafungamanishwa na dini na serikali. Kwa hivyo yeyote aliyekuwa akikimbilia Marekani kwa sababu ya changamoto ya kidini, kwa sababu ya vita hivi ambavyo vinaletwa kwa sababu ya imani ya mtu, huyo mtu alikuwa yuko salama kabisa. Na nchi hii iliendelea kuwapokea watu wa Mungu ambao wameteswa, na wale ambao ni watu waliokuwa wakiutesa, wale ambao ni wanaoshika amri za Mungu, ambao nyuma yao sio wao waliokuwepo, alikuwepo joka mwenyewe. Jambo ambalo litatokea hata hivi katika miaka ya hivi karibuni, mambo kama hayo yanaweza yakarudia kabisa, ibilisi atakapochukua nafasi yake. Lakini katika kitabu hiki cha Ufunuo, hii nchi pia imesimama kama mwana-kondoo mwenye pembe mbili. Ni jambo la kushangaza kwamba anasimama kama mwana-kondoo, lakini hata hivyo hawezi akamwakilisha Kristo. Huyu nchi ya Marekani hawezi akamwakilisha Kristo, na hivyo atasimama yeye kama yeye. Lakini jambo ambalo linaenda kushangaza kabisa ni ya kwamba huyu nchi atakuja kumsaidia pia joka kutekeleza adhima yake ya kuendelea kulitesa kanisa la Mungu. Hii nchi ilionekana kuwa ni kama nchi ya ahadi kwa watu ambao walikuwa wakiteswa kwa sababu ya imani yao. Ilionekana kama nchi ya ahadi. Hata hivyo tunatiwa moyo, haiwezi ikawa nchi ya ahadi, maana saa inakuja ambapo hii nchi itawageuka tena wale ambao walikuwa wakikimbilia kule, na badala ya kuwaficha itakuwa ikiwaibua na kuwapeleka katika mateso. Tunachotiwa moyo ni kwamba ipo nchi ya ahadi tumeandaliwa, na hii nchi ya ahadi inakuja ikiwa piga vita vizuri vya imani, tukashinda, tutakaa na kumiliki katika makao yale ya amani. Nchi ya ahadi ipo mbinguni hata sasa. Wateule wa Mungu ambao watasimama wakitetea imani, wakisimama wakisimamia kweli za Mungu, hao ijapokuwa watauawa katika ulimwengu, watakuwa wanaishi, kwa sababu Yesu anasema ijapokuwa mtu anamfahamu yeye, atakayemkiri ajapokufa atakuwa anaishi. Maana saa inakuja atamiliki katika nchi ya ahadi. Amen. Na hili linatupeleka katika mada ya toa unabii tena. Na kwa kweli tawala za kibinadamu zitapita,
wafalme mbalimbali watapita, mitazamo mbalimbali ya wanadamu ambayo wanayo dhidi ya Mungu itapita, lakini hatimaye Mungu atasimika ufalme wake ambao utadumu milele. Toa unabii tena. Nini ambacho tunakipata hapa kwa ufupi, Bwana David Mungara, kabla hatujamaliza? Asante. Katika kitabu cha Ufunuo 10:1 hadi 11 pale ninasimulia kile kilichoko pale ndani. Tunamuona mtumishi wa Mungu Yohana akiwa anakuja malaika anayesema kwa sauti kuu. Hoja ya kwanza, elewa kwamba anasema kwa sauti kuu, lakini anasema kwa sauti kuu akimwambia nini? Anamwambia kuna kitabu kiko sehemu fulani, anamwambia kile kitabu kichukue, alafu baadaye Yohana akile. Anamwambia kabisa hiki kitabu utakapokila kitaleta uchungu wapi? Tumboni. Na Yohana akakichukua kile kitabu vizuri, akakichukua, alipokichukua akakifungua, akakila. Alipokila anasema ya kwamba mdomoni kilikuwa kitamu kama asali, lakini kilipofika tumboni kilikuwa kichungu mno. Sasa nini kinachoonekana hapa? Katika nyakati za nyuma tuliona masalia wakiwa wanapambana na hali ya sintofahamu katika kujifunza unabii. Tumeona ya kwamba katika mwaka wa 1844 na 43-44 kulikuwa na kukatishwa tamaa kukuu. Jambo ambalo lilipelekea hayo ni kwa sababu watu walielewa vibaya ule ujumbe ambao Daniel alikuwa amepewa. Kwa nini walielewa vibaya? Ni kitabu ambacho kilikuwa kimefungwa. Yohana anaonyeshwa kitabu ambacho kimefunguliwa sasa. Daniel ni kitabu ambacho kilikuwa kimefungwa, na ndio maana katika Daniel 12 anaambiwa Daniel uyafunge maneno haya kwa sababu ni ya wakati wa mwisho, ulikuwa hujafika bado. Sasa Yohana anaambiwa kichukue kitabu kifungue. Maana yake fungua sasa kitabu cha Daniel, kiweke wazi, kijulikane yale ambayo yalikuwa yameandikwa mle ndani. Yohana alipokichukua kile kitabu, alipokisoma haraka haraka, aliona ya kwamba ni chepesi sana. Ndio maana ya kuonekana kitamu. Alionekana ni chepesi sana na kilimtia moyo sana. Lakini baadaye alipokielewa, ndipo sasa ule uchungu unaonekana kumbe ni kigumu. Ndio sasa anaambiwa toa tena nini? Unabii. Toa tena unabii. Maana yake nini? Fundisha upya kile ambacho wewe umekiona sasa. Zungumzia ajenda zilizopo kwenye kitabu cha nini? Cha Daniel. Hata sasa watu wa Mungu tunatiwa moyo bado kuendelea kuzungumzia ajenda zilizopo katika Daniel. Na hizi ajenda ni zipi? Tuna Daniel 2 na Daniel 7. Hapo ndipo tuna ajenda kuu juu ya ukombozi wa Mungu. Unajua, kama tukisoma kitabu cha Daniel na kitabu cha Ufunuo vizuri, tunaweza tukajua kabisa wakati wa kuja kwa Yesu umekaribia kiasi gani. Kwa sababu tunaambiwa kwamba Daniel sura ya 2, lile jiwe limegonga wapi? Kwenye nyayo ambazo zina chuma na udongo uliochanganyikana ambao haujashikamana. Na hapo ndipo ambapo Yesu anakuja sasa. Jiwe linamwakilisha nani? Yesu Kristo, jiwe kuu la pembeni. Na anakuja kwa wakati upi? Ni wakati huu ambapo ulimwengu hauwezi ukashikamana. Wakati huu ambapo tuna UN inahangaika kufanya mataifa yote yaungane, kusiwe na vurugu bali kuwe na amani, lakini badala yake ndipo vita inaibuka. Wakati ambapo tunaambiwa ya kwamba tuna umoja wa Afrika unaoleta amani, kusitokee vita, ndipo tunaona vita Kongo kule haijakoma. Wakati huu ambapo vurugu zinaendelea kuwepo nyingi, ndipo ambapo Yesu anakuja. Daniel 7 vivyo hivyo inaonyesha ni wakati huu ambao tupo katika. Wakati huu ndio wakati ambapo Yesu anakuja. Hivyo tunaambiwa ya kwamba tutoe unabii tena, tuwaite watu wa Mungu ambao bado hawajafikiwa na ujumbe huo waweze kuujua, ili wajue kwamba saa ya kujiliwa kwetu imekaribia mno. Huwa ninajiuliza swali, ikiwa Yohana na Marko anaandika ya kwamba tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia na umekuja. Ni miaka mingi. Lakini pia kitabu cha Matendo, Petro anahubiri, anasema tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Ni miaka mingi imepita. Habari gani sasa? Ninafikiri leo umekaribia zaidi ya kipindi cha nyuma. Hivyo Waadventista wa Sabato, wa Kristo wenzangu, tumeitwa kufanya kazi ya Mungu. Huu sio wakati wa kulala, ni wakati wa kuinuka. Wapo wengi watakuja na jumbe zao nyingi, watakuja na mafundisho ya upotovu wakikataa, lakini ukweli ni kwamba Yesu anakuja, sio mbali, yuaja.
Ndugu mpenzi mtazamaji, Yohana katika kitabu cha Ufunuo 21 fungu la kwanza anasema, kisha nikaona nchi mpya na mbingu mpya, kwa maana nchi ya kwanza vimekwisha kupita, na haya yote yatapita. Na kwa kweli hakuna jehanamu inayowaka milele. Kuna watu wanaamini hivyo kwamba kuna jehanamu ambayo inawaka milele. Hapana, hakuna jehanamu inayowaka milele. Hayo yote yatapita kwa sababu nchi mpya na mbingu mpya itatengenezwa, na kumbukumbu moja tu itabaki, na hiyo ninatamani niisome katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 555 ambacho kinasema kumbukumbu moja tu itabaki. Mkombozi wetu atadumu kuwa na alama zake za kusulubiwa katika kichwa chake kilichojeruhiwa, ubavuni mwake, mikononi na miguuni mwake. Ndizo alama pekee za kazi ya kikatili iliyofanywa na dhambi. Nabii anasema akimtazama Kristo katika utukufu wake, mwangaza wake ulikuwa kama nuru, ulikuwa na mishare ya nuru ubavuni pake, ndipo ulipofichwa uweza wake. Ubavu ule uliochomwa mkuki, ambapo ilitoka damu iliyompatanisha mwanadamu na Mungu, pale ndipo palipo na utukufu wa mkombozi, pale ndipo ulipofichwa uweza wake. Hakika hii ndiyo kumbukumbu ya kipekee ambayo itabaki. Ndio Alama za msumari za Yesu katika mikono yake zitabaki kuonyesha kumbukumbu ya ubaya na uharibifu mkubwa ambao dhambi imeleta katika maisha ya mwanadamu katika dunia hii. Mungu atusaidie tutazamie lile neno la unabii ambalo tukilitazama hatutabaki kama tulivyo. Tulitazame liingie mioyoni mwetu, tugundue kwamba siku za mwisho zimefika, na hakika Yesu Kristo anakuja. Zamani za kina Yohana si zamani zetu leo. Zamani za mababu wa zamani si za zamani zetu leo. Zamani za kina William Miller, akina John Huss waliopitia changamoto kubwa za kuuawa na kuchomwa moto, sio zamani zetu leo. Haziwezi kuwa zetu. Lililobaki kwetu sisi ni kukubali wito wa Yesu wa kuyafua mavazi yetu na kujiandaa na kuingia katika mbio za kuelekea umilele. Bwana David, una nini cha kusema katika sentesi za mistari miwili tu? Asante. Jambo la msingi la kufanya, kitabu cha Mathayo 24:14 anasema ni mpaka pale ubiri la ujio wa Yesu litakapohubiriwa kwa mataifa yote. Ilikuwa ni ushuhuda kwa watu hawa, kabila, lugha na jamaa. Hapo ndipo mwisho utakapokuja. Amen. Watu wa Mungu, usio wakati wa kulala, ni wakati wa kuamka na kuifanya kazi tungali tuna nguvu. Asante. Mungu akubariki ndugu mpenzi mtazamaji, tukutane somo la 6. Masomo haya ni mazuri. Usiache kushare na mtu mwingine aweze kutazama na aweze kuangalia kweli hizi ambazo Roho wa Mungu anatuambia, Roho wa Mungu anayeambia makanisa. Mungu akubariki sana. Ulikuwa nami Baraka Tosi na Bwana David Mungala. Lakini kumbuka kusubscribe, kushare na kucomment na kulike, na kama unahitaji au una changamoto yoyote, kuna namba zetu katika description. Kumbuka kuziangalia, utawasiliana nasi hapa. Mungu akubariki sana. Tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, asante kwa wasaa huu ambao umetupatia. Tunakushukuru kwa namna ambavyo unatupenda na kwa namna ambavyo unatupatia kweli siku kwa siku. Tusaidie kweli hizi ziweze zikatubadilisha, nasi tuweze tukaanza upya maisha yetu kuelekea umilele. Tunaamini utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen.